kuelekea mchezo huo. Huyu hapa Shomari Kapombe, karibu sana. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya wachezaji kuelekea katika mchezo huu, tumejiandaa vizuri na maandalizi yameenda vizuri katika wiki yote. Benchi letu la ufundi limeweza kumaliza kila kitu. Tumebakisha tu kwenda kucheza kile ambacho tumefundishwa katika wiki hii nzima, na kwenda kukifanya kile kitu ambacho tumekiandaa katika wiki hii nzima ili kuweza kwenda kufanya vizuri katika mchezo huu. Asante sana Shomari, nakaribisha maswali matano kwake Shomari Kapombe, karibu hapa. Shomi, upepo wa dabi kama sasa hivi umeangukia upande wa pili takwimu, lakini mara zote hizo goli la Kaskazini limekuwa likiwa hukumu hisia za mashabiki, maumivu makubwa kwa miaka hivi karibuni. Pengine mnakwenda kuivusha vipi Simba safari? Naweza kusema kwamba michezo yote iliyopita tunaweka kama historia, na sasa tuko katika mchezo mpya na peji mpya. Maandalizi tuliyofanya naamini kwamba itaenda kuleta utofauti wa dabi na dabi zilizopita. Asante. Swali la pili. Shomari, tumsifu Yesu Kristo. Amen. Mimi nataka nifahamu wewe kama beki mwandamizi, lakini pia ndio timu ambayo imeruhusu mabao machache, mabao 8. Mnaenda kukutana na timu ambayo ina safu bora ya ushambuliaji wakifunga mabao 49. Wewe kama beki umejipangaje na defense yako kwa ujumla? Sisi binafsi hususan mimi binafsi niko katika nafasi ya ulinzi katika kikosi cha Simba, na najua kwamba tunaenda kukutana na safu ya ushambuliaji ambayo imefunga magoli mengi katika ligi kuu. Vile vile na wao wanahitaji kujua kwamba wanakuja kukutana na defense bora ambayo imeruhusu magoli machache katika ligi kuu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba bato hiyo itakuwa ni kubwa, na sisi tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunaziba mianya yote ya kuweza wao kupata nafasi ya kuweza kufunga. Bato itakuwa kubwa na sisi ndio tunachotaka kipigwe kiwake. Swali la tatu kwa Shomari Kapombe. Naitwa Azizi kutoka Mbile Kama. Mimi ningependa kufahamu ni kweli ukitathmini hali za wenzako kwa kikosi cha Simba na ile confidence ya kwamba sasa mnaweza kushinda every match, every tournament, every trophy ambazo zinakuja huko mbele? Naweza kusema kwamba na 100% na naamini kila mchezaji wa kwenye timu yangu, na naamini uwezo wa kila mchezaji kwenye timu yangu, kwa sababu mwanzo wa msimu tumeweza kujiwekea malengo yetu, na katika malengo ambayo tumejiwekea moja hapo ni la ligi kuu ambao ndo tunaendea mwishoni, lakini huwezi kufika mwishoni bila kumaliza hichi ambacho ulichokuwa nacho. Kwa hiyo mimi binafsi naamini uwezo tuliokuwa nao kwamba na malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea kwamba tunaenda kuyatimiza kupitia katika mchezo huu ambao tunaenda kucheza kesho. Asante. Swali la 4. Sasa nakuuliza hili swali kama mchezaji mwandamizi wa Simba. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo katika baadhi ya dabi au dabi nyingi mkicheza na Yanga, mkiruhusu goli upande wa kaskazini, goli la kaskazini karibu na TV, mara nyingi hiyo mechi mtakwenda kupoteza ama mtatoka sare. Kama wachezaji ambao mnakwenda kucheza dabi nyingi pale katika dimba la Benjamin Mkapa, mnalifahamu hilo jambo, na pengine safari mmejipanga vipi kama itatokea mtaanza katika goli hilo? Naweza kusema kwamba mimi niko nje kidogo ya imani ambazo watu wengi wana imani kwamba sisi tukianza goli fulani basi mchezo unaishia sisi kufungwa. Naamini katika maandalizi tuliyofanya, goli lolote tunaenda kuanzia na maandalizi sisi tulikuwa tunaenda kuyafanya, tunaenda kuicheza hii dabi kwa utofauti kabisa, na
naweza kusema kwamba sisi kama wachezaji sisi tupo tayari kuanzia goli lolote kwa sababu tuna imani na maandalizi tuliyofanya. Asante. Swali la 5 na la mwisho kwa Shomari Kapombe. Shomari, baadhi ya watu kuwachukulia kama timu namba 2 kiwanjani kwenye mchezo wa kesho. Kwa kiasi gani mnaweza mkaichukulia hii kwenye mlango chanya ili kuwa prove watu wrong, hasa mashabiki wenu wa Lunyasi? Naweza kusema kwamba sisi inatupa confidence, inatupa kujiamini kutokana na ubora na jinsi ambavyo sisi wachezaji tunajiamini na tunaliamini benchi letu la ufundi kwa kile kitu ambacho walichotupikia katika wiki hii nzima. Na imani kwamba watu wengi wanaamini sisi ni timu ya pili, lakini naweza kukwambia kwamba Simba ni timu bora hapa Tanzania na ni timu kubwa. Kwa hiyo sisi tunaingia katika mchezo huu kama Simba ni timu bora na timu kubwa Tanzania. Sawa, Shomari, maliza jambo lako kwa kutuma ujumbe wako kwa mashabiki. Binafsi na kwa niaba ya wachezaji na waomba mashabiki wa Simba, wanachama wote wa Simba kufurika kwa wingi katika mchezo wa kesho, kuja kuipa support timu yao kwa sababu tunaamini ujio wao utakapokuwa mwingi ndio nguvu yao ambao sisi tutaweza kuitumia katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri. Asante sana Shomari Kapombe, asante coach Fadu Davis, tunawatakia mchezo mwema. Inshallah. Na mimi nabadilisha kiti ili kufua ligi kuu ya NBC, wanazi wa dabi ya Kariakoo. Nina mambo mawili matatu ya kuzungumza nanyi kuhusiana na mchezo wa kesho. Jambo la kwanza kabisa ni kuhusiana na tiketi. Tiketi bado zinapatikana, ambapo tiketi ambazo ziko sokoni sasa hivi ni ya mzunguko ambayo inauzwa kwa shilingi 5,000. Tiketi ya jukwaa la machungwa inauzwa kwa shilingi 10,000. VIPC shilingi 20,000 na VIPB shilingi 30,000. Tiketi za VIPA naambiwa zimeshamalizika. Tiketi hizi zinapatikana kupitia mawakala wa NBC, lakini pia wenzetu wale wa Ncard. Nunua tiketi yako. Umewasikia makocha hapa, kwa hakika walichozungumza ni ishara kwamba siku ya kesho inakwenda kuwa siku bora na ni siku kuu kweli kama nilivyosema hapo awali. Mageti yanatarajiwa kufunguliwa saa 5 kamili asubuhi na masuala yote yakiwemo ya usalama yamezingatiwa na kila kitu kitakwenda sawa. Kwa hiyo wadau wote wa ligi kuu ya NBC tunawakaribisha kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na kuanzia saa 5 kama nilivyosema mageti yatakuwa wazi. Basi huo ni muda safi kabisa wa wadau kuingia uwanjani, kwa sababu ndani ya uwanja kutakuwa na kila kitu ambacho kitakufanya usijutie kuingia mapema. Tunafahamu kwamba mchezo huu unakwenda kufanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kipindi cha Kwaresma. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wadau wa mchezo huu watakuwa kwenye mfungo. Jambo hilo limezingatiwa na haiwezekani basi watu wote wakaanza kufuturu nje ya uwanja kisha waingie uwanjani, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema mchezo huu unakwenda kuanza saa 1:15 usiku. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, bodi ya ligi kuu Tanzania kwa kushirikiana na mamlaka za uwanja zimetengeneza mazingira ya kuhakikisha wafanyabiashara wengi zaidi ama watoa huduma ya chakula wengi zaidi watakuwa uwanjani mapema. Kwa hiyo ni jukumu lako tu kuingia uwanjani mapema, na utakapofika muda wa kufuturu basi huduma hiyo itapatikana ndani ya uwanja na huna sababu yoyote ya kusalia nje ya uwanja kusubiri iftari. Twende ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa tukashuhudie ladha za ligi kuu, dabi ya Kariakoo, Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, na dabi hii tunasema haina kipengele. Tukutane Benjamin Mkapa kesho. Asante sana, na nirudishe kinasa sauti hiki kwa ndugu yangu Mvula ili